Miongoni mwa hotuba na semina ambazo zimeshamiri sana katika ulimwengu wa siku hizi za mwisho ni watu kuomba Mungu awafungulie milango yao. Mungu awafungulie milango yao. Katika somo la leo, katika ibada ya neno la Mungu ya leo, tunakwenda kuangalia ni mlango upi ambao unapaswa kuomba. Na ni mlango upi ambao unapaswa ufunguliwe kwanza kabla kuomba huu mwingine ambao unataka kuona Mungu anaufungua kwenye maisha yako, kwa mke wako, kwa watoto wako, kwenye biashara zako, kwenye ukuaji wako wa kiroho, kwenye elimu yako, kwenye mahusiano yako. Umekuwa ukiomba muda mrefu Mungu afungue milango, lakini hujui ni upi unatakiwa ufunguliwe. Leo tutajifunza katika somo la leo. Hebu tuombe kwanza hapa kidogo. Baba, asante kwa kuwa wewe ni Mungu ambaye milango yetu yote iko wazi kwa ajili yetu. Lakini pia asante hata kama kuna mlango ambao umefunga kwa ajili yetu, hata huo Bwana umetoa funguo ili tuweze kuwa wazi. Asante katika neno la leo kwa jina la Yesu. Amen. Matendo ya Mitume 12 mstari wa 6 anasema hivi: hata wakati Herode alipotaka kumtoa, usiku ule ule Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili, walinzi mbele ya mlango wakilinda gereza. Walinzi mbele ya mlango wakilinda gereza. Tuongeze Petro 12, Matendo ya Mitume 12 na ule mstari wa 10. Anasema hivi, mstari wa 10, na walipotoka lindo la kwanza wakaja hata mlango wa chuma wa kuingilia mjini, ukawafungukia wenyewe. Moja ya udanganyifu mkubwa unaoendelea katika siku za mwisho wa adui akakabwana kala kusumbua watu kalikotupwa kutoka kule mbinguni kwa baba yetu, kashtaki ka ndugu zetu kakabwana mdogo, ni kuwaaminisha watu waliofungwa ya kwamba wako huru. Kuna watu wamefungwa na makolokolo ya ajabu, lakini wanaimbishwa nyimbo za uhuru wakati ni wafungwa. Sasa katika fungo hili tunamuona Petro alikuwa amefungwa katika gereza, na kuna lango kuu la chuma lililofungwa. Kwa nini nasema kuna milango miwili ambayo unapaswa kuomba Mungu kwanza kabla hujamuomba Mungu akufungulie ule wa pili? Lazima uangalie huu wa kwanza umefunguliwa. Kuna mlango ambao umefunga mambo yako. Mlango wa chuma umefunga ukuaji wako wa kiroho, umefunga milango yako, milango yako ya kiuchumi, umefunga milango yako ya afya, umefunga kila kitu. Na huu mlango mkuu unapaswa ufunguliwe ili ule milango mingine midogo midogo unayoitaka kuona baraka za Bwana kwa maisha yako uweze kuiaccess, au uweze kuwa na hati miliki ya kuingia kwenye milango ile mingine. Kuna kitu hujanielewa bado. Mtu aliyefungwa kwenye gereza la Segerea, Ukonga au Butimba Mwanza, mfano magereza maarufu Tanzania, ukimwambia milango yako ya biashara imefunguka, milango yako ya ujenzi wa majumba umefunguka, milango yako kama ni mwinjilisti wa vitabu, milango wa kuhubiri injili, milango yako ya kuhubiri injili imefunguka, anaweza asikuelewe lakini akakuelewa. Sasa ili ile milango akapate manufaa ya kufunguka kwake, inabidi mlango huu wa Butimba ufunguliwe. Ili aweze kutoka akafanya yale mambo ambayo Mungu amemfungulia kwenye maisha, lazima kwanza atolewe kwenye huu wa kwanza ambao ni mlango wa gereza hapa Butimba, Ukonga au Segerea. Watu wengi kwenye mavuguvugu ya kiroho ya siku za mwisho wanaaminishwa milango hile imefunguliwa wakati huu wa msingi haujafunguliwa. Story inaelezwa katika kitabu tulichokisoma 12 Matendo ya Mitume. Petro alikuwa ni mhubiri mkubwa wa injili.
Hapa amefungwa katika mlango wa gereza kubwa na gumu la Herode, ili milango yake ya kuhubiri injili kule akaiasisi watu wakaokolewe, lazima huu mkubwa ufunguliwe. Kwa nimesema kuna milango miwili, lazima uanze kushughulika na huu wa kwanza kabla huu mwingine hujaenjoy. Shetani hana wasiwasi kukuaminisha kwamba milango yako ya biashara imefunguliwa, milango yako ya kazi imefunguliwa, milango yako ya uchumba imefunguliwa, milango yako ya ndoa imefunguliwa, milango yako ya kuwa bora kiroho imefunguliwa, milango yako ya kufikia hatima ya maisha imefunguliwa, wakati anajua main gate au main door, mlango mkuu, ameushika funguo wake. Lakini Bwana asifiwe. Funguo namba 1 wa mlango huu ambao umefunga access ya milango mingine unapatikana kwa njia ya maombi. Maombi aina mbili. Kuna maombi ya kwako wewe binafsi, utakapoamua kuomba kufungua huu kwanza ufunguke. Ila haya yanakutaka angalau uwe na fahamu kidogo za kiroho. Paulo na Sila waliomba, wakaimba, wakasifu. Tetemeko likatokea katika gereza, milango ikafunguka, kwa sababu walikuwa ni conscious kiroho. Angalau hali ya kiroho ilikuwepo, nguvu kidogo imebaki ya wao kuomba. Mlango lilozuia access ya milango yao ya injili ufunguliwa waweze kuipata. Hasa ndugu yangu, unasema mimi nimefungwa kabisa, siwezi nikafunguka huku nikofungiwa. Nina habari njema kwako. Wako wakina sisi wako wakina kijakazi. Mfano wa pili ni huu wa 12 Matendo. Watu wengine, sio wahusika, sio mhusika Petro, waliomba, mlango ukafunguka gerezani kule Petro alikokuwa amefungwa. Walikutanika kwa Mariamu, mama yake Yohana Petro, wakaomba. Mungu akasikia kuomba kwao. The power of intercessory prayer, nguvu ya maombi yanayoingilia kati kwenye issue za watu. Mungu pia huwa anasikia mimi nikiomba, wewe ukiomba kwa ajili ya mtu mwingine. Malaika akashuka, akakatakata minyororo, akafungua njia. Mlango mkuu wa chuma ukaachia, Petro akatoka. Kumbuka, Petro hakuomba. Kumbuka, watu wenzake, waumini wenzake waliomba. Petro akaachiwa. Alivyoachiwa, sasa anapata uhalali wa kupata kuingia kwenye milango mingine mingi ambayo Mungu amemfungulia, ambayo Mungu amekwisha mfungulia. Lakini ili aipate ile milango, lazima huu mkuu ufunguliwe. Nataka nikwambie, unadhani uko huru, lakini yawezekana umefungwa kwenye mlango mkuu. Bwana asifiwe. Ameichagua siku ya leo tushughulike na huu mlango mkuu, lakini yawezekana uko nje tayari. Maana Biblia inasema nanyi mtaijua kweli, na kweli itawaweka huru. Uko huru, lakini hauna keys funguo za kufungulia milango yako huko kwenye uhuru uliko. Katika siku ya leo pia Mungu amekusudia kukufungulia na kukupa funguo ya milango hii mingine mbalimbali. Wakorintho wa kwanza Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 13. Niseme kidogo kwa mara ya mwisho kuhusu mlango huu mwingine tunaosema sana. Huu mlango mkubwa uliofunga access ya kuwa huru ili uweze kuaccess au kupata uwezekano wa kuingia kwenye milango mingine. Wakorintho wa kwanza 10:13. Anasema hivi: jaribu halikuwapata nyinyi isipokuwa lililo la kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya mlango wa kutokea ili mweze kustahimili. Ninamshukuru na kumpenda Mungu kwamba hakuna mlango mkuu huu wa kwanza
ambao umefunga maisha yako, umefunga vitu vyako, hatima yako, ambao Mungu hawezi kufungua. Anasema atafanya mlango ili uweze kustahimili. Kuna wengine wamefungiwa kwenye jumba ambao ni doorless room. Ni shetani amekufunga kwenye keji ambayo hakuna mlango. Yaani umo ndani ya sehemu ambalo kama uko ndani ya yai, na yai ni yai la chuma kigumu, brass, haiwezekani kutoka. Na Mungu akizunguka ukini hamna njia ya kutokea. Mungu anasema atafanya mlango, atafanya drilling, ataleta ile grinder na kutoboa. Toka mtoto wangu, ili upate kuasi sasa milango yako hii mingine ambayo tunaisema sasa. Ufunuo 3 mstari wa 8. Anasema hivi, nayajua matendo yako, nayajua matendo yako. Tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kuufungua, kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nao umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Lengo la adui kufunga milango yako ni kufikia hatua ulikane jina la Yesu, umkane Mungu, alafu uanze kupambana na maisha bila Mungu. Ndio lengo na hakutaka kupeleke. Lakini leo Yesu anatuambia kwa habari ya mlango huu ambao umekuzuia, mlango huu ambao umekuloki, ambao umeloki maisha yako. Anasema hivi, tazama nimekupa, tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kufunga. Mbele yako kuna mlango. Yawezekana umeaminishwa sasa umefungwa. Nataka nikuambie, kama bado naliamini jina la Mungu, jina limebeba mamlaka na uwezo wa Mungu, ambao jina tulopewa, maandiko yanasema hakuna jina lingine lolote duniani walilopewa wanadamu kuokolewa kwalo isipokuwa jina la Yesu Kristo. Wafilipi 2 mwisho pale anaposherehesha baada ya Yesu kuwa ameshatoka katika kujishusha kwake kutoka katika hali ya kuwa sawa na Mungu na kwenda kuwa katika hali ya utumwa wa binadamu ili atuokoe, anasema akakirimiwa jina lililo kuu sana, akaitwa Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, ili kwa hilo kila goti mbinguni na duniani lipate kupigwa. Kama unaliamini jina hili, mlango huu wa kwanza, sentensi yoyote ambayo unaaminishwa umefungwa, kataa kwa jina la Yesu. Kuna watu ambao wamefungwa, kuna watu ambao wamefunguliwa, lakini mlango huko mbele wao wanautafuta huku, maana wameaminishwa kwenye ubongo wao wamefungwa. Kama unaliamini jina la Yesu na unatii maelekezo yake ya maandiko matakatifu, anasema nimekupa mlango ulio wazi mbele yako. Hata kama una kanguvu kadogo kiroho kamebaki, anasema najua umebaki kwa kanguvu kadogo, lakini unalishika jina langu, unalishika jina lipitalo majina yote, unalishika jina lenye mamlaka, unalishika jina la Yesu Kristo, Alfa na Omega, Mungu wa miungu, yeye aliye na funguo za kuzimu na mauti. Bado naliamini na kulishika. Anasema tazama nimekupa mlango ulio wazi. Kwa nataka nikutie moyo na kukuombea, ikiwa moja upo katika chumba ambacho hakina mlango, maisha yako yamekoswa mlango wa kutoka ukakamate fursa ya milango mingine mingi, Bwana afungue mlango huo sasa hivi kwa jina la Yesu. Lakini ikiwa unaliamini jina la Yesu na umeaminishwa kwamba umefungwa na kwenye kitu fulani hivi limekufunga, nataka nikuhakishie na kutangazia uhuru kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila mlango uliofungwa kwako uachiliwe
na kuwa huru. Yote anayeamini inakuwa sasa hivi kwa mamlaka aliyenipa Yesu Kristo ya kuwatangazia watu. Na hivyo tunavyotangaza vinawapata kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, Mungu wa miungu, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, aliyetupa watumishi wake. Sasa ikiwa Mungu amefungua mlango wako ule mkuu ili uweze kutoka ukawe huru, upate raha ya kuanza kuingia kwenye milango mingine mbalimbali ambayo Bwana Mungu wako amekufungulia, ambayo ukisoma 22:28 na 22:28 Ayubu anasema nawe utatangaza jambo, yani you shall decree a thing, nalo litathibitika kwako, and it shall be established unto you, litathibitika kwako. Anasema na nuru itaziangazia njia zako. Sasa kila njia yako inaelekea kwenye mlango. Baada ya kutoka kwenye huu mlango ambao mlango sugu, huu mlango usiofaa, kila njia yako ina mlango. Anasema nuru itaziangazia njia zako. Sio njia yako, njia zako. Maana ni nyingi na kila njia mbele yake kuna mlango. Kwa hiyo nuru inaitwa divine electromagnetic light, yenye uwezo wa kuyeyusha makufuri yote yaliyofunga milango yako. Nimeangalia juzi Israeli wamebuni mtambo wa kamera yenye signal ngumu, yenye kurusha mwanga, yenye signal ngumu kiasi kwamba hata kama umejifungia ndani ya nyumba au ndani ya gorofa, hata kama kwenye ukuta huu, ile kamera inaweza kuona kama kuna mtu uko nyuma. Sasa ya Mungu ni kubwa, yenye uwezo wa kung'oa huo mlango. Kwa huna wasiwasi kwa sababu wewe utakuwa unatamka mabaraka na ahadi za Mungu na ukitembea katika njia zake. Alafu anasema nuru itaziangazia njia zako. Kwa kama njia zako wameweka magogo, nuru ya Mungu ina uwezo kugeuza hayo magogo ukapita. Huu mlango mkuu ndio utakupa uhuru wa milango mingi ambayo unasema hii milango hii ni striving doors, sio struggling door. Mlango wa kustruggle ni huu mkubwa uliofunga hatima yako wewe usiyeliamini jina la Yesu au unaishi maisha ya Mungu ya kisanii. Lakini unapotoka unakutana milango midogo mingi, biashara, milango ya familia, milango ya uchumi, kutoka katika vifungo vya madeni, milango midogo mingi, milango wa mtu mwingine, mlango wake wa kusoma Biblia umefungwa, mwingine mlango wake wa kuomba umefungwa. Anasema nuru 22:28 Ayubu itaziangazia njia zako. Nasema mtumishi, liko la mwisho na neno moja la mwisho. Isaya 60:11. Isaya 60:11 anasemaje? Malango yako yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku. Kabla sijamaliza fanuzi hii, nimekumbuka kingine hapa kimoja. Wakorintho wa kwanza 16:9. Wakorintho wa kwanza 16:9. Anasema sasa kuna mlango mkubwa na kuna malango. Kuna mlango mkubwa na malango. Mlango mkubwa unapofunguliwa unakupa access ya malango mengine mengi, sio moja. Anasema kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, na wako wengi wanipingao. Mungu amemfungulia Paulo mlango mkubwa wenye kufaa sana. Kuna watu wanapinga hivi, ni wengi sana. Lakini anasema I don't care
idadi ya watu wanaonipinga, na kea ukweli kwamba hapa Efeso, mahali penye ugumu na kila aina ya majaribu, Mungu wangu amenifungulia mlango kubwa sana, tena yenye kufaa sana, wala hakuna atakayenipinga, atakayefaulu kupinga kufunguliwa kwangu. Sasa hili lango kubwa limefunguliwa ili aweze kuassess mambo mbalimbali ya kimungu. 16:11 anasema malango yako yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku. Kuna watu wanafanya kazi hadi night shift wakati wa usiku, wanaamini usiku milango yangu, kuna watu wanafunga milango, watu wagiza hawa. Biblia isemi hivyo, inasema malango yako, ukitoka kwenye lango kuu, mengine haya madogo tributaries, mizizi ambayo kila mzizi unaelekea kwenye virutubisho vya kurutubisha maisha yako, kuna milango kule, anasema itakuwa wazi daima siku zote, wala haitafungwa mchana wala usiku. Hasa ufanye nini? Nimekwambia 22:28 Ayubu, you shall decree a thing and it shall be established unto you. Na utatangaza jambo nalo litakuwa kwako daima katika maisha yako, ikiwa unamwamini Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wako. Na unaposema Bwana, maana yake unatii kauli za huyo Bwana wako zikiwemo na amri 10. Unaposema Mwokozi, unaamini hakuna kinachoweza kuokoa chochote kwenye maisha yako isipokuwa Yesu. Nataka niseme kwamba ikiwa unaamini hivyo, kamwe usije ukatamka kuna mlango kwenye maisha yako umefungwa. Amesema nimekupa mlango ulio wazi, wala hakuna awezaye kuufunga. Kwa nini unathubutu kusema kuna mkwe amefunga mlango wangu? Kwa nini unathubutu kusema kuna mfanyakazi mwenzangu amefunga mlango wangu? Kwa nini useme kuna mtu amenifungia mlango? Kuna ukoo umekaa vikao, watu wa kimila wamenifungia mlango. Kuna wazee wa kijiji sio wamenifungia mlango. Huo ni ushirikina. Wewe sio mshirikina, wewe ni mtoto wa Mungu upendwaye sana ikiwa unatii maelekezo yake. Kwa kama lugha ya kwamba mlango wangu umefunguliwa itoe, ili press. Anasema Mungu, malaika wake wanatenda kazi na neno lake. Weka hii kwamba malango yangu yako wazi daima. Katika kuomba kwako Baba, kushukuru Mungu wa mbinguni, mfalme wa wafalme, kwa kuwa malango yangu yako wazi daima, mchana na usiku, 24 hours my doors are open. Nikutangazie ikiwa kuna kamlango kokote kwenye maisha yako kamefungwa, lakini umeamini sasa kwamba kwa kumwamini Mungu na nguvu zake, lango kuu lilokuwa limezuia vitu vyangu kwenye maisha limeshaachia na kufunguliwa. Lango la uovu ambalo lilikuwa linaingiza maovu kwenye maisha yangu limefunguliwa kwa kukaa kwake Yesu ndani yangu. Nataka nikutangazie, kama kuna kalango kengine kadogo kalikofungwa kwenye maisha yako, nikutangazie kwa mamlaka niliyopewa na Yesu Kristo kwamba milango hiyo sasa hivi, nuru ya Kristo yenye nguvu ya power, electromagnetic power, na yenye spidi ya zaidi ya mwanga, ikayeyushe makufuli ya kila mlango uliofungwa kwenye maisha yako. Hebu ikabomoe na kung'oa bawabu za kila lango lilofunga maisha yako. Anza kuona sasa malango yako yakiwa wazi tangu sasa kwa jina la Yesu. Kama malango yako yamefungwa kwenye ufahamu wako ufunguliwe tangu sasa kwa jina la Yesu. Maisha katika nyakati za mwisho, yawezekana umejikuta umefungwa, lakini umetangaziwa wewe uko huru. Nataka nikutangazie kwa mamlaka ya neno la Bwana Mungu wangu ninayemwamini, kwa nguvu zake nimwabudue usiku na mchana, malango yako na yawe wazi sasa kwa jina la Yesu. Baba, ninakushukuru sana kwa kuwa malango yetu ambayo Herode ameyafunga, kuna wengine wameamua kulala na kukubali yaishe. Tunakataa kukubali yaishe tangu sasa kwa jina la Yesu. Hebu wewe Mungu muumbaji,
Sasa tuma malaika mwenye nguvu, mwenye uwezo wa kuleta tetemeko, akabomoe bawabu, makufuri, makomeo na maloki kwa fatuma la mbinguni. Kila lango likaachie kwa jina la Yesu. Watoto wako wakapate kuwa huru tangu sasa hata milele. Na anapotoka ninakushukuru Mungu, kwa maana kila vijimlango vidogo vidogo katika maisha yake vimefunguliwa tangu sasa kwa jina la Yesu. Wala hakuna awezaye kuvifunga, wala hakuna awezaye kuvifunga. Nuru yako na iangaze katika kila njia atakayopita tangu sasa. Nuru yako na ikafute kila vizuizi, ikatengue na kubomoa kila password iliyofungwa kwenye njia zake. Akaone ushindi na ushindi, na mwisho akapata ule ushindi mkubwa wa lango kuu la kuingilia mbinguni, ambalo Bwana umelifungua siku nyingi, miaka 2000 iliyopita katika msalaba wa Kalvari, katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki.